Mpaka leo Mei 28, jumla ya wizara 22 zimewasilisha makadirio ya mapato na matumizi yake kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Jumla ya wizara 10 hadi sasa zimeomba zaidi ya trilioni 1, ambazo ni ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, ambayo imeomba shilingi trilioni 11.783 kama makadirio ya mapato na matumizi yake kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Bajeti hiyo imeongezeka kutoka shilingi trilioni 10.125 zilizotengwa mwaka wa fedha 2024-2025. Naomba nithibitishie bunge lako tukufu kuwa ubunifu wa vyanzo vipya vya mapato ni moja kati ya vigezo mbalimbali vya kupima utendaji wa viongozi wa mamlaka za serikali za mitaa. Nyingine ni Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, ambayo kwa mwaka wa fedha 2025-2026 imeomba shilingi trilioni 3.645. Serikali inatarajia kutenga jumla ya shilingi trilioni 3 bilioni 645 milioni 912 laki 947 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shughuli za maendeleo. Kati ya fedha hizo, shilingi trilioni 3 bilioni 327 milioni 115 laki 385 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 318 milioni 797 laki 562 kwa ajili ya shughuli za maendeleo. Shughuli zinazokusudiwa kutekelezwa katika mwaka wa fedha 2025-2026 zitazingatia maeneo ya kipaumbele yafuatayo. Kwanza, kuendelea kuliimarisha jeshi kwa zana, vifaa vya kisasa na rasilimali watu. Aidha, makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Uchukuzi kwa mwaka wa fedha 2025-2026 ni shilingi trilioni 2.7, huku makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa mwaka wa fedha 2025-2026 ikiwa ni shilingi trilioni 2.43. Mheshimiwa Naibu Spika, ili kuwezesha utekelezaji wa malengo yaliyoainishwa kwa mwaka wa fedha 2025-2026, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia fungu 46 inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi trilioni 2, 436 bilioni, 428 milioni, 405 elfu. Kwa upande wa Wizara ya Nishati kwa mwaka wa fedha 2025-2026 imeomba shilingi trilioni 2.2 ikiwa ni makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo, bajeti ambayo ni sawa na makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ujenzi kwa mwaka wa fedha 2025-2026 ambayo nayo imeomba shilingi trilioni 2.2. Nyingine ni Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi ambayo kwa mwaka wa fedha 2025-2026 imeomba shilingi trilioni 2.0 kama makadirio ya mapato na matumizi yake. Miongoni mwa mikakati iliyowekwa na wizara kufikia lengo hilo ni kuimarisha huduma za uhamiaji mtandao kwa maana ya immigration, kuimarisha matumizi ya mifumo ya kielektroniki na ununuzi wa vitendea kazi vya kisasa. Naomba bunge lako liidhinishe bajeti ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa mwaka wa fedha 25-26 ya jumla ya shilingi trilioni 2 bilioni 67 milioni 161 laki 7 na elfu 17. Wizara nyingine iliomba trilioni ni Wizara ya Kilimo ambayo kwa mwaka wa fedha 2025-2026 imeomba shilingi trilioni 1.2 kama makadirio ya mapato na matumizi yake. Katika utekelezaji wa miradi katika mwaka wa fedha 25-26, wizara inalenga kuongeza ukuaji wa sekta ya kilimo kufikia 5%, kuongeza uzalishaji wa mazao ya kimkakati kutoka tani milioni 1.45 hadi tani milioni 2.2, utoshelevu wa chakula kufika 130%, thamani ya mauzo ya nje kufika bilioni 4 na kuongeza eneo la umwagiliaji kufika hekta milioni 1.2. Nyingine ni makadirio ya mapato na matumizi ya Ofisi ya Rais, Utumishi na Utawala Bora ambayo kwa mwaka wa fedha 2025-2026 imeomba shilingi trilioni 1.354 huku makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Maji kwa mwaka wa fedha 2025-2026 ikiwa ni shilingi trilioni 1.016. Kwa wananchi wote wenye faini katika mamlaka za maji kuwa Mama Samia amesamehe faini hizo na hivyo wafike kwenye mamlaka za maji kwa ajili ya utaratibu wa kurejeshewa huduma za maji hadi tarehe 31 Mei 2025. 2. Wateja wote wenye madeni sugu kwenye mamlaka za maji wafike ofisini kwa ajili ya kupewa utaratibu wa kulipa madeni yao na kurejeshewa huduma mara moja
kwa sababu kwa sasa wao hawapati na sisi hatupati. Wizara ambazo zimeomba fedha chini ya trilioni 1 ni ofisi ya waziri mkuu na taasisi zake ambayo imeomba shilingi bilioni 570. Ofisi ya Rais mipango na uwekezaji imeomba shilingi bilioni 148.62. Ofisi ya makamu wa Rais muungano na mazingira imeomba shilingi bilioni 81.9. Wizara ya Katiba na Sheria imeomba shilingi bilioni 687. Wizara ya Madini imeomba shilingi bilioni 231. Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imeomba shilingi bilioni 519.66. Wizara ya Viwanda na Biashara imeomba shilingi bilioni 135.7. Wizara ya Maliasili na Utalii kwa mwaka wa fedha 2025-2026 imeomba shilingi bilioni 359. Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2025-2026 imeomba shilingi bilioni 476.7. Aidha, wizara ambayo imeomba kiasi cha chini zaidi hadi sasa ni Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum ambayo kwa mwaka wa fedha 2025-2026 imeomba kuidhinishiwa shilingi bilioni 76. Sasa tunaanza kuona matokeo chanya yakiwemo kupungua kwa vitendo vya ubakaji kutoka matukio 8185 mwaka 2023 hadi matukio 7670 mwaka 2024, ikiwa ni sawa na kupungua kwa asilimia 6.3. Matukio ya ulawiti nayo yamepungua kutoka matukio 2382 mwaka 2023 hadi matukio 1930 mwaka 2024, sawa na kupungua kwa asilimia 19. Tulio yapita nayo kwenye lenzi sikia mchungu bana, mawazo yenu nitakusemaje kama mjomba mawazo yenu mlichobeti akikuwa niwauliza ili mbeti sasa mbeti umetuliza swali lako kama nimeelewa ni kwamba wizara gani unatamani ipewe fedha nyingi, si ndio? Mimi nikisema bana kilimo, kwa sababu kilimo ni mgongo wa taifa, tutafanya biashara, tutategemea na mataifa mengine, vitu kama hivyo hapo. Lakini kwa ripoti hapo ukisikiliza inaonekana kabisa kwamba yes, wizara ya TAMISEMI imeomba trilioni 11.783 ambapo bajeti imeongezeka kutoka trilioni 10 ilikuwa trilioni 10 kwenye bajeti ya 2024-2025. Ndio. Iliyofuata hapo ni ulinzi na jeshi la kujenga taifa ambao ni trilioni 3.645. Kaja kwa kutana na wizara ya uchukuzi ambayo yenyewe imeomba trilioni 2.7. Ndio unafuata chini huko. Hii wizara ya elimu ina trilioni 2.43. Ukija chini hapo kidogo unakutana na trilioni 2.2 za wizara ya nishati. Lakini pia ukisogea unakutana na wizara ya ujenzi trilioni 2.2. Hebu ngoja kwanza mjomba. Hebu ya kwanza hapo umesema ni TAMISEMI. Sawa mpaka sasa kwa sababu wanaendelea. TAMISEMI. Maana ni kwamba TAMISEMI ndio wizara ambayo inashughulikia halmashauri zote ndio za nchi. Lakini vile ni wizara ambayo imekuwa ikifanya shughuli nyingi sana kuhakikisha kwamba ule ujenzi wa taifa letu na usimamizi wa miradi ya kimaendeleo unafanyika. Lakini ukitazama wizara ya pili hapo ni wizara ya ulinzi. Si ndio? Kila mtu anajua umuhimu wa ulinzi na usalama. Kama ni mojawapo ya maslahi yetu ya msingi kama taifa. Hakuna maendeleo bila ulinzi, na hakuna bila ulinzi na usalama wananchi hawezi kuwa huru katika nchi yake, unaelewa? Wizara ya tatu hapo anasema wizara ya umetoka ulinzi trilioni 3 ukisogea unakutana na ujenzi, uchukuzi, wizara ya uchukuzi. Yes. Kwa maana kwamba inakuwa 2.7. Kwa maana kwamba ni nchi ambayo ukitazama inajengwa kila leo, miundombinu inajengwa kila leo. Lakini sasa katika hizo wizara, unajua uvukuja na ile lenzi, nimekumbuka kipindi nipo darasani. Darasani tulisoma kitu kimoja kinaitwa public fund. Sawa, sasa ukisoma public fund mnasoma namna ya kufanya budget formulation. Sawa, yani namna ya kuziandaa hizo budget. Kuna mchakato, sawa Kuna mchakato kwanza unasema budget formulation, wa pili unasema budget proposal dialogue, ya tatu budget execution,
ya 4 ni budget monitoring and control. Sawa kwa maana kwamba kuna stage ya kwanza sekta husika zinakaa ndio zinatathmini miradi ya kimkakati, miradi ya kimaendeleo. Kwa mfano wizara tunazungumzia kwa mfano ya TAMISEMI, halmashauri zipo ngapi, zinahitaji nini, shule zipo ngapi, walimu watalipwa shingapi, kwa sababu ndo kazi yao kutazama, ndio. Baada ya hapo sasa wanakuja katika stage ya pili, proposal na dialogue. Wanapeleka ile proposal lao katika serikali baada ya mchakato wa wataalamu katika wizara husika, kwa sababu hizi projections zinaanza kwenye wizara husika. Sawa sasa zile technical committees zikishakaa kuangalia vipaumbele na kutathmini mchakato na matarajio ya wizara husika, wanapeleka serikalini kufanyiwa hiyo dialogue kama mjadala wa wazi, na mjadala unaweza ukafanyika maeneo ya umma hata kwenye maeneo ya serikali. Lakini sasa wakiingia kwa mfano kwenye budget execution, katika utekelezaji wa budget husika, na hapa kwa mfano ukisikiza budget nyingi kwamba makadirio mapato ya matumizi trilioni 60, trilioni 50, wabia wa maendeleo, wadau wa maendeleo. Kwa sababu of course mnaweza mkawa mnaweka budget, lakini kuna zile fedha ambazo mtazipata kutokana na wabia wenu wa maendeleo ambao watawapa hizo fedha, si ndio? Kwa sababu kuna wadau wa ndani na wadau wa nje. Lakini kuna hoja mwisho, ni hoja sasa ya kufanya implementation na kufanya evaluation. Namna gani kwenye mwaka wa fedha tumekubaliana? Na ndio maana kama unasikia kuna mradi uliikiwa kwenye budget iliyopita, lakini kuna mwaka huo haujakamilika. Au mbunge anasema kwamba mheshimiwa waziri uliniahidi bwana mradi wa maji. Ndio. Au kama juzi alivyosema mheshimiwa Kibajaji kwamba huu sio muda wa kuomba nini? So muda wa kuomba, muda wa kuaga huu. Muda wa kuaga, sawa. Maana ni kwamba kuna budget ilipitishwa na iligusa labda jimbo fulani. Lakini kwa sababu labda scarcity ya rasilimali fedha, sababu bajeti zinapitishwa sio kwamba hela iko mkononi. So hapana, ni makadirio mapato ya matumizi tunatarajia kuzipata. Sasa kuzipata kuna wadau wa ndani, kuna masuala ya kodi kwa zungumza sana hapa. Kodi tutazipata wapi? Fedha tutapata wapi? Watuchangia wakina nani wabia wa maendeleo? Je, tujifunge mikanda? Tuweke sera gani? Sasa mwisho wa siku sasa katika kufanya evaluation na kuitekeleza ile budget inategemea vivyo na vipaumbele. Kwa hiyo mimi nawaelewa watu ambao hiyo report ambayo inasema kwamba TAMISEMI, ulinzi, uchukuzi, elimu, vivyo na kuonyesha kwamba namna gani kama nchi vipaumbele vyenu nyinyi katika taifa ni vipi. Mwisho kabisa ambayo ni mpaka sasa ambayo imeomba fedha ndogo ni wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Wenyewe wana bilioni 76. Bilioni 76. Wizara ya Gwajima pale. Hata 100 haikufika hiyo. Hata 100 haijafika. Sasa kwenye hiyo bilioni 10 ni kwa ajili, imetengwa bilioni 10 kwa ajili ya kusuluhisha masuluhishi ya ndoa. Bilioni 10. Yaani bilioni 10, kuna bilioni 10 za ndoa. Yaani kama wewe una utaalamu fulani, unaweza ukatafuta namna ya kuongea na wizara ya maendeleo ya jamii uingie katika mnyororo wa thamani ya 10 bilioni kusuluhisha tu kwa watu wa elimu, watu wa ustawi wa jamii. Watu kirudi, itakuwa ni muda wa habari za biashara, lakini pia ngenga za siasa na mengine mengi ambayo tumekuandalia. Maoni yako tuandikie kupitia 0683802966. Kama na wewe pia una maoni kuhusu, natamani wizara gani ipewe mahela